Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Muunganiko huu haujaishia hapo, umeungana pamoja na wenzetu wa NHIF. Hapa ni msimamisha Dr. Malaba, Irene pamoja na Grace kwa pekee. Asante sana. Lakini mchezo kwao utunzo. Hospitali ya Benjamin Mkapa ikaendelea kujiunga pamoja na hao wenzetu wa kitaifa, na hivyo ni wasimamishi wote ambao wameungana na kamati hii kuu ya kitaifa wakiwa wanatokea hospitali ya Benjamin Mkapa. Karibuni. Asante sana. Mkurugenzi mkuu WCB Nasib Abdul pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa Profesa Abel Makubi. Jioni ya leo wageni waalikwa, viongozi mashuhuri, viongozi mbalimbali, watu mashuhuri ambao wapo ndani humu pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali. Jioni ya leo napenda kuambia tu kamati hii iliweza kuanza kwa swali moja: ni nani anayeweza kutusaidia kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kupenda kuhakikisha kwamba anaweza kubeba majukumu ya hospitali ya Benjamin Mkapa katika mambo matatu makuu. Jambo la kwanza ni huduma zinazotolewa na hospitali ya Benjamin Mkapa. Tunafahamu kabisa uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Wananchi wanahitaji kufahamu kila kinachoendelea katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Lakini eneo lingine ambalo tulijiuliza ni namna gani hospitali ya Benjamin Mkapa inaweza kupeleka elimu kwa wananchi, na eneo la tatu ambalo ni la muhimu ni namna gani tunaweza kufikia maadhimisho ya miaka 10 pamoja na kuwahudumia wananchi ambao wengi wanahitaji na wanakosa pesa. Hivyo tukaomba na tukamweleza mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa, wakati tunajiuliza haya yote, viongozi takriban wa mikoa 6 ambao wako kanda ya kati, wao wanahitaji taarifa muhimu ili kuleta wananchi wao. Viongozi wa mikoa hii 6 ambao wanakusanya watu zaidi ya milioni 14 wanahitaji uhakika wa matibabu katika kanda ya kati. Lakini ukiacha hapo, tukajiuliza jambo lingine kwamba hospitali ya Benjamin Mkapa takribani 95% ni hospitali ambayo inaendeshwa na vijana. Hivyo vijana wanahitaji matokeo juu ya yale ambayo wanayafanya yaweze kuonekana kwa jamii, lakini kuwa sehemu ya kujitanabaisha kwamba wanafanya vizuri zaidi. Kwa haya aonyeshe namna ambavyo tunaweza kuungana na watu ambao wanaweza kujitolea, na hivyo 10 for Life ikazaliwa hapa. Bila kupoteza wakati na pasipo kumaliza uhondo wote, nimkaribishe mkurugenzi mtendaji Profesa Abel Makubi kwa namna ambavyo aliweza kupokea na historia yake ya hospitali ya Benjamin Mkapa. Karibu sana Profesa Abel Makubi, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa. Asante sana Mr. Mbwango, mkuu wetu wa kitengo cha mawasiliano ya umma, ndugu Nasib Abdul, mkurugenzi mtendaji wa WCB, lakini pia msanii maarufu, timu yote ya kutoka WCB na Media, wakuu wote wa mashirika ambao wamekuja kujumuika na sisi hapa, wawakilishi wa taasisi mbalimbali, waheshimiwa wasanii wote ambao mko hapa,
wadau wetu, wanahabari na ndugu zangu kutoka hoteli ya Benjamin Mkapa na NHIF, habarini za usiku. Habarini za usiku. Asanteni. Naomba nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo ikiwa katika hili jumuiko la 10 for Life. Kama ambavyo mkurugenzi Beka amedokeza, hii kauli yetu ya 10 for Life chimbuko lake hasa ndio limetufanya tukutane hapa leo kama jumuiko ambalo lipo kwa makusudi maalum, tukiwa kama wadau wakubwa wa sekta ya afya. Hospitali ya Benjamin Mkapa inaelekea kwenda kutimiza miaka 10 tangia ilianzishwa. Ilianzishwa mwaka 2015 tarehe 13 mwezi wa 10, na baada ya kuanzishwa tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya uwekezaji wa serikali na wananchi kwa ujumla katika ile taasisi, na mpaka sasa hivi hospitali yetu hii imefikia level ya juu kabisa ya utoaji wa huduma, ambapo sasa hivi tunatoa huduma za kibingwa zipatazo 20 na za kibingwa bobezi 17. Naomba tupongeze mafanikio haya kutoka kwa serikali. Mafanikio haya yametokana na juhudi za serikali, lakini kwa kushirikisha wananchi, tukiwepo sisi wote ambao tuko hapa. Sasa mwaka jana ilipofika tarehe 13 mwezi wa 10, tulianza maadhimisho ya kuielezea hii 10 for Life kwa matukio mbalimbali, ikiwemo kutoa huduma mbalimbali za bure kwa wananchi, kwenda kwenye mikoa na wilaya kutoa huduma za kibingwa, kufanya maadhimisho mbalimbali ikiwemo simposia, midahalo, lakini vile vile kuhamasisha wananchi juu ya kukinga afya zao dhidi ya magonjwa mbalimbali ya kuambukiza na sio ya kuambukiza. Sasa hiyo safari ambayo tulianza mwaka jana inaenda kuhitimishwa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu, ambapo tunategemea Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakuwa mgeni rasmi. Siku hiyo sasa tutakuwa tunahitimisha haya maadhimisho ya hii miaka 10. Kwa hiyo ndani ya hii miaka 10 maisha ya wananchi yameponywa, na ndio maana kuna hii kauli yetu ambayo Wasafi Media kwa habari za entertainment, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.